Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hakika yeye ndio mwingi wa msamaha tena mwingi wa huruma. Ana msamaha mkubwa sana wa Mwenyezi Mungu, hauna mfano, na ana huruma nyingi sana hazina mfano. Kwa sababu anatujua sisi ni dhaifu. Aya ya 54 sasa. Wa anibu ila rabbikum, narudisheni mambo kwa Mola wenu. Anibu, rudisheni mambo. Anibul umura ila rabbikum, narudisheni mambo kwa Mola wenu, yote rudisheni kwake. Ukipata lirudishe kwa Mwenyezi Mungu, nashukuru nimepata. Ukikosa, ya Rabbi leo sikupata, inshallah utanipa siku nyingine. Rudisha kwa Mwenyezi Mungu mambo. Hiyo ndio imani nzuri zaidi inayotakiwa. Wa anibu, rudisheni mambo ila rabbikum, kwa Mola wenu. Ukikosea, rudi kwa Mwenyezi Mungu, tubu. Ukifanya vizuri, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo aliokupa ukafanya vizuri. Anibu, rudisheni mambo kwa Mola wenu. Na hii ndio imani iliyopea kabisa, imani iliyokomaa, imani iliyothabiti kuyarudisha mambo kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Wa anibu ila rabbikum, narudisheni mambo kwa Mola wenu. Wa aslimu lahu, na salimuni amri kwake, jikabidhini kwake, msalimu amri kwake. Aslimu, Islam ina maana mbili, na maana ya kwanza ya kusalimu amri, na ina maana ya pili ya kukubali dini ya Kiislamu. Kama Qur'ani iliposema qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mbedui amesema tumeamini, sema hamkuamini, lakini semeni tumesalimu amri baada ya kushindwa mapambano. Sasa iko maana ya kusalimu amri na iko maana sasa ya kuamini. Wa aslimu lahu, na salimuni amri kwake, jikabidhini kwake katika kila jambo, jipelekeni kwa Mwenyezi Mungu katika kila jambo, rudisheni mambo kwake na jikabidhini kwake Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio imani thabiti na imani ya kweli. Min qabli, fanyeni mambo haya kabla ya an ya'tiyakumul adhabu, kukufikieni adhabu. Thumma la tunsaruna, kisha hamtotetewa. Fanyeni haya kabla haijaja adhabu, mtakosa utetezi ikija adhabu. Min qabli an, kabla ya ya'tiyakum, kukufikieni aladhabu, adhabu. Thumma, kisha la tunsaruna, hamtotetewa. Ikishafika adhabu ya Mwenyezi Mungu, utetezi haupo tena. Anayetetea nani? Na aliadhibu ni Mwenyezi Mungu. Point of no return, hakuna nukta ya kurudi nyuma tena. Na Mwenyezi Mungu akishaleta adhabu, basi kwa kuizuia ni yeye mwenyewe tu. Ndio kuna ile dua yasema na'udhu bighadhabika minka, tunajikinga kwa hasira zako na we mwenyewe. Maana kama hasira za Mwenyezi Mungu utajikinga nazo kwa nani? Kwa yeye mwenyewe. Kwa hivyo ikishafika adhabu kutoka Mwenyezi Mungu, hakuna kuzuia isipokuwa yeye aliyeleta. Hamtapata utetezi wa kiumbe yote. Thumma la tunsaruna, kisha hamtatetewa, hamtapata nusra kiumbe yote. 55 wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum, nafateni kizuri zaidi kilichoteremshwa kwenu. Min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu, ambao ni Qur'an. Hichi ni kizuri zaidi. Hasemi kuwa Taurati si kitabu kizuri, Injili, Zaburi si vitabu vizuri. Ahsana, hiki ni kizuri zaidi. Vile ni vizuri, lakini hiki ni kizuri zaidi. Na hii ndio kanuni ya maendeleo duniani, kwamba inatarajiwa toleo jipya litazidi toleo la zamani. Sisi tulikuwa tumeanza kutumia simu kipindi kile, kuna Nokia ile mchi wa sabuni, mshindi unakumbuka ile na antena, mara inagoma unapanda gorofani, mara unapanda juu ya mti. Mohamed, siko mbona ikumbuka ile ile antena. Alo, sikupati hapo, vipi? Bado kidogo, kaa kwa hivi hapo mpaka sasa kuna vichuchu, mpaka sasa mtu anaweka tu sikioni hapa, anabonyeza tu, anaendelea kuzungumza. Matoleo mapya yanaleta vitu maboresho zaidi. Sasa na kanuni ya maendeleo iko hivyo, kwamba kila kinachokuja baadaye kinakuwa bora
kuliko kile kilichotangulia, kwa sababu yanaangaliwa mapungufu yaliyotokea kule nyuma na changamoto zilizojitokeza, alafu anajaribu kuepuka. Ndio watu. Zanzibar hapa tumeanza na television mwaka 1973. 73 Januari ndo tunaanza na television TV hapa. Ma Philips Hitachi yale. Yaani unanyanyuka unakwenda unabonyeza. Na lile likilia wakati mwingine lile kama baruti. Unabonyeza kama linataka kuripuka, ndio limepokea umeme Alafu mna vidubana pale vyote karekebishe rangi si nini kifiko pale pale tele vidubana vyake vikorokoro pale. Na msauti unakumbuka hapo mkubwa ameanza kucheka. Haya, na huko nyuma ndo chogo la kweli kweli. Ile hapa meza hii haitoshi kulibeba TV. Nikiwekwa hapa linaweza likazidi likaanguka likapiga matikitaka huko. Likiletwa mbele linaweza kuanguka. Likiharibika inakodiwa wheelbarrow au likwamba kupelekwa kwa fundi. TV linakwenda kwa fundi. Mazogo nyuma huko likifunguliwa makorokoro inataka degree 7 kuweza kujua vidubana vyake vyote, hiki inaitwa nini, inaitwa nini, inaitwa wakati ule TV za aina hiyo. Alhamdulillah. Lakini sasa hivi watu mpaka kwenye simu wanaangalia mechi, wanafanyaje si nini ndio maendeleo. Kilichokuja mbele kinakuwa bora kuliko kile kilichotangu. Wattabi'una, fuateni ahsana, kizuri zaidi, ma unzila ilaykum, kilichoteremshwa kwenu. Kwamba hasa Madina pale palikuwa pana tashwishi moja kubwa sana, kwa sababu pana Mayahudi pale wamekaa na Manasara ambao ni Wakristo wa mwanzo walikaa pale. Sasa wao walikuwa nayo Taurati na hao na Injili. Sasa baadhi walikuwa kama vile wanavutiwa na yale mambo yaliyomo ndani zaidi kuliko vile. Sasa fuateni kizuri zaidi mlichoteremshiwa na Mola wenu nyinyi. Acheni vile wacheni wao vinganganizi, walikuwa hawataki kufuata hichi kitu kipya, wanataka wabaki pale. Ndio yale mambo ya kijijini kwamba nyumba yangu sitii bati, nikitia bati nitarogwa. Kwa hivyo inabaki tu ya nyasi na makuti, miaka yote wanaogopa akitia bati atarogwa. Na wale wamebaki vile hawataki kutia bati, wanaendelea na nyasi. Sisi tunasogea mbele. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, nafateni bora zaidi kilichoteremshwa kwenu kutoka Mola wenu, min qabla an ya'tiyakumul adhabu, haija kujieni adhabu baghtatan ghafla. Baghtatan kwa kushtukiza, ghafla. Kiswahili kingine kibuhuti wanatumia baadhi ya watu, lakini Kiswahili cha Kiarabu hicho kafa kibuhuti. Mtu kufa kibuhuti maana yake kafa ghafla, ndio kibuhuti. Ndio hiyo baghtatan wanatumia kibuhuti. Kwa hivyo sije kakujieni adhabu kibuhuti, yaani kwa ghafla tu bila kutazamia. Yaani kama mtu mfano alikaa tu barazani alafu akaanguka akafa, ndio inaitwa kibu. Lakini mara nyingi ukichunguza ni kwa sababu sisi binadamu hatuchunguzi sana afya zetu. Kuna siku tunakuwa hatuko sawa sawa. Hatuko sawa sote. Mimi nipoumwa sana sasa, nimekuwa kila mwisho wa mwaka na check afya yangu, naona kama hapa leo niko hivi, leo niko hivi, kwa sababu ya kufuatilia. Lakini kama ufuatilia unajua upo tu. Sisi kama leo mimi nimefika hapa nimefundisha darasa lake, lakini nilikuwa sijisikii vizuri, nimejinyoosha sana hapa. Sasa hivi ndo kidogo najisikia niko vizuri. Ninajua pressure yangu haiko vizuri. Haiko vizuri na yote kwa sababu napungua mwili na nini, kuna vitu vingi, lakini haiko vizuri. Hauna jijua. Lakini kuna watu hawajitazama. Na sisi hasa watu wa bara la Afrika kucheki afya tunaona kama jambo la nani gumu sana. Ukishafika miaka 50 kwenda mbele, uwe na taratibu za kucheki mara kwa mara afya yako. Katika dunia ya leo. Huku kwingine hatusemi sana, lakini ushafika miaka 50 kama 153. Ushafika miaka 50 kwenda mbele, uwe na ratiba ya kucheki afya yako. Angalau mwaka mara moja, mwaka mara mbili, ujijue niko vipi. Ile mambo makubwa unatazama sukari, pressure, mafuta, nini vitu, mapigo ya moyo, unajijua na unaweza kushauriwa daktari punguza hichi, ongeza hichi. Hayo mambo kijitu kizima kidogo, mwambie mama watoto akukupeleke likizo kidogo isiwe unashindana na mahala ambapo anatoka binadamu mpata kuangusha unapewa hasa. Nafikiri ndio mara nyingi watu hawataki kucheki, kwa hivyo inakuwa vifo vyao vya kibuhuti lakini yote haya na Mungu unaweza ukacheki na ukafa vile vile ghafla Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adhabu baghtatan, kabla ya kufikieni adhabu ghafla kwa kushtukiza, suddenly wa antum la tash'urun, na hali ya kwa nyinyi hamhisi kwamba adhabu inakuja. Mnajiona tu ni kama tsunami
Tsunami yameua watu wengi sana. Upepo wa tsunami na upepo wa Katrina, hasa tsunami ilipopiga miaka mingapi sasa? Imeshafika 10. Tangu tsunami ipiga imeshafika miaka 10. Ishafika walikufa watu wengi sana sehemu za Ulaya na hasa mashariki ya mbali. Kwa sababu ya kujisahau nako vile vile. Mnajisahau basi jambo linakuja ghafla na linawapeleka na nyinyi hamhisi. Kwa hivyo antum la tashurun, na hali ya kuwa nyinyi hamna hisia kabisa kama adhabu inakuja inaweza kawachukueni ghafla. Aya 56, antakula nafsun, kuja kusema nafsi ya hasrata, majuto yangu mimi. Yani itakuja kusema nafsi hiyo, antakula, kuja kusema nafsi, itakuja kusema nafsi wakati adhabu imekuja ghafla, ya hasrata, majuto yangu mimi, ala ma faratu, kwa kile nilichopitiliza, fi jambillahi, kwa upande wa Mwenyezi Mungu. Sikutizama vizuri mambo ya Mwenyezi Mungu, nimepitiliza, nimefanya uzembe, kwa neno jingine nilivyozembea katika mambo ya nini, ya Mwenyezi Mungu. Nilitakiwa nisali, sikusali. Nilitakiwa nifunge, sikufunga. Nilitakiwa nitoe sadaka, zakat, sikutoa. Nilitakiwa nihiji, sikuhiji. Nilitakiwa niache dhambi, nilizifanya. Antakula, kuja kusema nafsu, nafsi ya hasrata, majuto yangu mimi, ala ma faratu, kwa kile nilichopitiliza, fi jambillahi, katika upande wa Mwenyezi Mungu, katika sheria zake. Sikuziheshimu, sikuzifuata sheria hizi na taratibu hizi. Nimezama upande wa dunia tu. Najenga nyumba nzuri, na kuwa na gari nzuri, nasomesha watoto vizuri, napata mshahara mzuri. Haya nimeyatizama, lakini ya kumwabudu Mwenyezi Mungu akhira nitakwenda na zawadi gani? Sikutizama. Nimepitiliza. Nimezama upande mmoja tu. Na hili ndio moja katika matatizo sugu ya binadamu duniani. Kujiona kashafika, kwa kwamba kila kitu ni hapa hapa duniani, ujanja ni kupata dunia, wanaotafuta akhera kama vile wazembe, wapumbavu. Anapitiliza. Anafanya juhudi kubwa katika mambo ya dunia. Anasomesha watoto wake vizuri kwa gharama kubwa, lakini huku madrasa hajali. Hajali kabisa. Tunazo changamoto hizo sote. Hasa ndoa zetu zikishavunjika. Zikishavunjika ndoa zetu, watoto wengine wanakaa upande mmoja tu wa familia. Unakuta wewe shekhe mzima, lakini mwanao Qur'ani hajui kusoma. Inasikitisha wakati mwingine, lakini changamoto. Mimi naye mtoto mmoja anasoma Mtwara huko. Hayuko vizuri kwenye Qur'ani, inanikera kweli kweli. Ilifungwa shule akaja hapa, nikajitahidi kweli kumsogeza, lakini bado sijaridhika. Kwa sababu mtoto wa shekhe alafu anapoa msahafu kusoma Qur'ani alafu anadodoza. Hii bwana hainifurahishi hata. Hao wengine alhamdulillah nakwenda nao vizuri kabisa. Yeye yule na anasoma vizuri masomo, yuko form 6, lakini kwenye Qur'ani hayuko vizuri. Tunategea tena akimaliza hiyo form 6 hapo, kama atakwenda chuo haendi chuo, kutakuwa na muda hapo tena nipambane kumsogeza angalau nimfute nongo mtihani mkubwa sana. Tunapitiliza upande wa Allah. Dunia tunaipa kipaumbele sana. Akhira tunaipa kipaunyuma kama tunaifikiria. Wengine hata kuifikiria haifikiri. Tunamaliza mwaka hajawahi kufikiri kwamba iko siku nitakufa na kufufuliwa. Hajawahi, mwaka mzima. Anamaliza mwaka mtu hajafanya hata jambo moja la kutafuta thawabu. Mwaka mzima. Yani thawabu mpaka iwe ajali zimgonge. Unajua ajali kama hivi watu wamepita tu mtaani, bwana pana tatizo kidogo pale msikitini la umeme, tuchangieni. Nibakia 500. Haya. Anakupa. Hii ajali imemgonga yeye. Umefahamu? Kwa sasa kafatwa na nini, anajitoa kimasomaso, basi hilo ndo jambo la kheri lilotokea kwake. Hana. Au kafa mtu siku hiyo ndo kaingia msikitini. Au kuna harusi ndo kaingia msikitini. Yaani ajali ndo inamleta kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hana mipango. Wao ni mtihani.